na kuna vitu pia tunafaa kujifundisha. Biblia ambayo nimesoma ya kwanza, it says that we never fail to learn the devices of the enemy. Hatukosi kujifundisha mbinu za shetani. Bwana pia sana. Ndani ya kumjua Mungu kuna kujua mbinu za shetani vile anafanya kazi. Na asubuhi ya leo it will be a waste of time kama wewe hutafahamu vile shetani anavyofanya kazi. Many people are ignorant, and in the process they are belittling the devil's work. Bwana pia sana. Nipate vizuri sana. Kuna watu ambao hawafahamu. Sasa wanafanyia mzaha vile shetani anavyofanya kazi. Vile shetani anafanya kazi, it may not be documented here 100%. Kwa sababu he keeps changing. Bwana pia sana. This word remains constant, but the devil keeps what? Anabadilika. Shetani anabadilika. Tena leo shetani akija kama amevaa blue, na ajue mjua kama shetani amevaa blue, kesho atavaa white. Bwana pia sana. Ndio katika hiyo Wakorintho wa pili, Paulo huyo anawaambia kwamba msishangae kwa sababu hata shetani naye anajigeuza akawa malaika wa Mungu. Bwana pia sana. Ukisoma 2 Corinthians 11:14 na ukianza 13 naongea juu ya mitume wa uongo wa shetani. Ndiye anasema kwamba msishangae. Anasema kwamba mkiona wale mitume wa uongo msishangae. Hata shetani naye anajigeuza awe nini? Malaika wa nini? Wa nuru. Bwana pia sana. Sasa wakati nimejaribu kusoma wakati mwingine nikawa nasoma vitabu vingine ambavyo ni vya Wayahudi. Bwana pia sana. Unajua dini ambayo tuko ndani yake imefanyika ndani ya Uyahudi. Bwana pia sana. Ndani ya dini ya Kiyahudi. Hiyo ndio ilizalisha wokovu. Hiyo ndio msingi wa wokovu. Sasa nilikuwa na share na my wife ya kwamba when I was reading the story of Adam and Eve, kuna kitabu ambacho nimesoma, I think kitabu kinaongea juu ya kuanguka kwa Adamu na Hawa. Bwana pia sana. Na nikawa nasoma ya kwamba unajua Genesis imepatia kama summary. It's not important but it's good for you to know. Si muhimu lakini mzuri ujue. Bwana pia sana. I'm going to tell you that the devil has tactics. Shetani ana mfumo. Na asubuhi ya leo tutaangalia mfumo mojawapo ambao anatumia sana. Sasa nikawa nasoma inasema kwamba ati baada ya Eve kudanganywa na shetani na kumfanya Adamu anguke. Sikia vizuri sana. That is what the scripture says. Ya kwamba it's Eve that was cheated, deceived. Ni Hawa ambaye alifanya nini? Alidanganywa. Unajua ukisema wanawake alisema unaingilia wanawake. Maandiko imesema hivyo. 1 Timothy 2 verse number 12 and 13. Anasema kwamba Hawa ndiye alidanganywa. Bwana pia sana. Nataka uwe consistent with the scripture. Hawa ndiye alidanganywa. Na mwingine akasema kwamba ilikuwa vigumu kumdanganya Adamu kwa sababu gani? Kwa sababu Adamu alikuwa ndiye picha na mfano wa Mungu. Hata kwa sababu Hawa alitolewa kwa ndani ya Adamu, alikuwa weaker. Yaani alikuwa dhaifu kuliko nani? Kuliko Adamu. Wanaka nasema kwa hivyo nasema sisi ni dhaifu. Maandiko imesema hivyo pia. Bwana pia sana. Nataka ukuwe consistent na maandiko. Nataka ukuwe consistent. Wewe mwenye unataka kwenda toe to toe with your husband, nataka ukuwe consistent na maandiko. What you can do, I can also do. Tafadhali, I want you to be consistent with the scripture. Bwana pia sana. Hallelujah. Hapo unajua ukiongea hata wanawake wenyewe wanasema kwamba, hata wanaume wengine wanasema kwamba unaingilia wanawake. Hata wanaume wengine pia sasa wamekuwa wanawake sasa. Bwana pia sana. Being consistent with the scripture. The first scripture, I think those who are confirming, 1 Timothy 2 verse number 12 and 13. Sindio? Uangalia kama nimesema kweli. Second scripture, number 13, sindio? 14:15. Hebu soma inasemaje 14:15? Adam was not deceived. Adam was not deceived. Umesikia? Adamu hakudanganywa. Bwana pesa sana. Umesikia kweli? Bwana pesa sana. Hiyo ni maandiko. I don't know if you are reading it.
You know this world where we are, kwenye nasema kwamba tuko sawa sawa, mwanamke mwanaume sawa, ni mbinu ya shetani pia. Bwana pesa sana. Kwa sababu bwana wako ana udhaifu fulani, kuna vitu ambavyo afanye unataka, haimaanishi uko sawa na yeye. Haimaanishi. Bwana pesa sana. Sikiza vizuri sana. Haleluya. Haimaanishi uko sawa na yeye. Haimaanishi uko sawa na yeye. Wanawake waseme amen. Wanawake waseme amen. Wanawake waseme amen kubwa. Amen. Amen. Sema kwa sababu bwana wangu hafanyi vile nataka. Sema. Sema kwa sababu bwana yangu hafanyi vile nataka. Haimaanishi unataka na yeye. Bwana pesa sana. Haya, kama utaki ni sawa sawa, tutarudi huko. Bwana pesa sana. Sasa Peter naye pia anaongea juu ya mwanamke, anasema hivi, I think 2 Peter chapter 3 verse number 9. Hebu tusome pale kama niko sawa sawa, tupite pale tu blue. I'm trying to show you something here. Na hebu kuonyesha kitu hapa. Alafu nitakwambia ile story nilikuwa nakwambia stakana kwa njia. Na kwambia story ndio ilifanyika. Nitakwambia hii story ya Adam na Hawa, tumepewa a recap in the scripture. Hatujapewa what really happened throughout the fall of man. Lakini nitakupatia kitu vile ndio nimesoma, kwa sababu kama pia mtumishi anasema uko mtu ambaye unapenda kusoma. Nimesoma kidogo nikapata kingine. Sasa nasikia si kwamba nakupatia ufunuo mwingine utakupeleka mbinguni, but kujenga kuelewa kwako. Bwana pesa sana. I want to build your understanding. Hebu nisome kama ni hiyo pengine. Sio hiyo. Sio hiyo. Sio hiyo. Bwana pesa sana. Sio hiyo. Sio hiyo. Sio hiyo. Bwana pesa sana. Hebu turudi kidogo. Turudi kidogo. I just want to show you that. Hallelujah. Sio hiyo. It's not that one. Hallelujah. Sio hiyo. Sio hiyo. Can you go back a bit? Hallelujah. Na kutafutia hiyo kifungu. Niambie tu hapa. Nakupa hicho kifungu. So can you read that one first, the one we read? Read it again. Read it. Hey. 1 Timothy. Soma again. Soma. Adam was not deceived. Let me read the English version, please. Adam was not deceived. Soma malize. The woman being deceived fell into The woman being deceived fall into transgression. Sasa nilikuwa nasema hivi, na kupatia kifungu. Nilikuwa nasema hivi kwamba ukisoma ile story, Wayahudi wanaandika wanasema kwamba tafadhali shughulikia mtoto. Shughulikia mtoto. Ya kwamba wakati Adamu na Hawa walianguka, na si Adamu, Hawa alidanganywa, alafu akaanguka. Bwana pesa sana. Mmoja alidanganywa, alafu utakaanguka. Sasa ukisoma ile story nasema kwamba ati Adam akamwambia Hawa ya kwamba tufunge, tuombe msamaha kwa Mungu. Bwana pesa sana. Tuombe nini? Sasa Adam akawa aende asimame katika maji, mto Euphrates. Asimame pale kwenye ule mto. Na Daniel alisema siku 60 ama 80. Siku kama amesimama kwa maji. Alafu Hawa yeye naye aende River Jordan. Asimame pale kwa siku 30. Bwana pesa sana. 40 na Daniel. It was half. Sasa maandiko yanasema kwamba so wakatengana, Adam yuko kwenye River Euphrates, Hawa yuko wapi? River Jordan. Sasa wakati wanasubiri, wakiomba, wakifunga, yule shetani akaja kwa Hawa tena mara ya ngapi? Mara ya pili. Imagine mara ya pili. Akajigeuza kama malaika. Akaja akamwambia, Mungu ameshasikia maombi yenu. Sasa wewe toka kwa maji, twende kwa Adamu. Mungu ameshasikia maombi yenu. Sasa Hawa akaondoka pamoja na yule malaika. Ambaye yule malaika wenda kwa nani? Kwa Adamu. Walipokuwa wamekaribia Adamu, Adamu akaona Hawa anatembea na shetani. Unaona pesa sana. Hawa anaona malaika, anaona shetani. Adamu akamuuliza, "Tena umedanganywa mara ya pili?" Bwana pesa sana. Sasa hiyo tunasema kwamba Hawa alichukia sana. Alichukia. Hata akasema hata kana Adamu tena. Si maandiko hapa. Bwana pesa sana. But also I want you to know ya kwamba Biblia ni combination ambayo ilikuwa combined na watu. Walichukua kitabu kama moja. Si maandiko, but it can build your understanding. And it can also give you some genesis
what the scripture say, ya kwamba marvel not, for even the devil transforms himself into the angel of light. Sasa Adamu anaona Hawa anakuja, anatembea na shetani tena, anakuja kwake. Anashangaa, Hawa, tena umedanganywa. Sasa ukisoma ile sura sema kwamba ati Hawa alijitia sana. Akakataa kukaa na Adamu, akatoroka, akaenda mbali. So wakati wa kumzaa Kaini ambaye alikuwa possible, akiwa kwa uchungu wa kuzaa, akalia, ndiye Adamu akaenda kumsaidia. Bwana pesa sana. Hiyo story inaingia kweli. Ame nakaa ni story ya jaba. Kanaingia. Mwalimu, kanaingia kweli. Kanakasa na jaba sio? Kama kamaingia hebu sema kama kajaingia sasa ni ajaba hii. Mwambie pasa hii ni ajaba hii. Hii ni ajaba. Bwana pesa sana. Haleluya. Sasa lazima ujue kwamba Mungu anakuangaliaje. Wewe ujue kama mwanamke. Bwana pesa sana. Uangalie Mungu anakuangaliaje. Usipoangalia vile Mungu anakuangalia, uwasingi hili ya kwamba to be a prophet of God inamaanisha kwamba unaona vile Mungu anaona. Many people want to see the way they want to see in human lens. Yaani kwa macho wanadamu. Hata mwingine akaimba akasema kwamba nataka nini kwa macho vile Mungu aonavyo. Sasa kuna kitabu nilikwambia usome in 1 Peter, I got it wrong, 3:7. Hebu soma hiyo kwa wanawake, soma hiyo. Soma inasema 1 Peter 3:7 says, it says, husbands likewise, dwell with them with understanding. Dwell with them with understanding. Aya, hapo sasa kwanza tuambie kwa wanaume. Dwell with them with understanding. Kae nao kwa hekima. Lakini huyu ni mwanamume aliye na fahamu za Mungu. Sio wanaume wote wanafahamu za Mungu. Hata kufundisha kwamba mwanamke ni weak vessel is not something mtu ambaye ndani ya Mungu anaelewa. Kwa sababu yule ambaye elewi anasema kama njia ya kummistreat mwanamke. Yule ambaye anakuelewa. Tunapatana kweli? Bwana pesa. Yule ambaye kuelewa kusini anafikiria kwamba Mungu amesema tuwadhulumu wanawake. Hebu sikia, ati husbands dwell with them with wisdom. In wisdom, katika hekima. Hiyo hekima, kama bwana wako hajauka mjua Mungu, usitarajie hiyo hekima sana. Usitarajie sana. Bwana pesa sana. Aibu na neno sana magari soma. Husbands likewise dwell with them with understanding. With understanding. Giving honor to the wife. Giving honor to the wife. As to the weaker vessel. As to the weaker vessel. Hebu mtu atupatie maana weaker maana yake nini? Weaker. Hebu tutumie mwanamke. Weaker maana yake nini kwa Kiswahili? Weaker. Weaker. Weakest. Weaker ni dhaifu. As to the weaker vessel. Na sasa wewe kwa ile jamaa, do you take sasa weaker vessel kweli? Ama ndio yule niliona mwingine huko nje anasema msipige wanawake, wanaweka kwa nyumba. Wewe nipige. Mimi si kama mako mwenye anapanga swali moja, nipige. Anatusha kama tusiyote kwa nyumba, anatushi yeye. Mpaka anamfanyia hivi. Nipige. Alafu kwanza na mako msipige mwanamke. Wako bwana pesa. Are you really weak? That's the reality. Men go through a lot. Sasa hivi unaona Mungu huko nje ako na stress, anakuwa na gari kule, kumbe huko kwa nyumba kuna mbaya. Amekea mpaka makalio, piga. Kwa hiyo sasa wewe unajiendea kweli? Alafu kisha gongwa atunaonewa. Na anakuonea. Bwana pesa. Mimi kama mako sasa wewe unajitusi. Unatusoma makirogo na unajitusi ya yeye mwanamke kama wewe. Maandiko nasema wanaume akana katika hali ya kuelewa. Kuelewa ni wisdom na kuwapatia heshima. Lakini kuna vitu pia ukipatia heshima ndiye anapanda juu ya kitu chako sasa vizuri. Anakaa juu ya kitu chako. Sasa wanaanza kula slaps kule kwa bedroom, maslaps. Bwana pesa. Wewe usitoka hapa na ukumbavu, umwambie unajua pastor amesema reform kuheshimu sasa. Sasa utagongwa vizuri ukije nifanye kesi nyumbani. Bwana pesa. Na nikija nasema bwana wangu hajaokoka. Nawaambia ulipiga yeye, alisema nini ulifanya vizuri. Mwanamke, huyu ameokoka hapana. Nilikuwa nakuhubiria wewe, sikuwa nakuhubiria yeye. Bwana pesa. Hallelujah. This is the reality of the matter. So the Bible needs understanding. Ya kwamba wanawake ni wenzetu. To men, you understand that. But they are weaker vessels. Na inasema inattribute the fall of man to the woman. But again, ukiangalia Biblia,
the man needed the woman. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu mwanamke aliumbwa kwa ajili ya mwanamke. Ayo that. Unajua kweli? The really creation inasema kwamba and God saw that Adam was lonely. Akamwona yuko peke yake ndani ya ukiwa. Akasema nitamfanya nani? Nitamfanya mwanamke kwa ajili yake. Ndio jamaa kaona akafurahia. Kwa sababu alikuwa yuko peke yake. Wanyama wapo, miti anaongelesha, lakini sasa hana mtu wa kuongea naye kumuelewa. Sasa women were created as a need for the man. Kama hitaji la mwanaume. Ni hitaji la mwanaume. Ni kama unapika chakula kwa sababu tumbo linahitaji chakula. Sasa tumbo ni mwanaume, chakula ni mwanamke. Bwana asifiwe sana. Not the other way around. Sasa maandiko yanaenda wazi. Sasa vilisema kwamba katika hili lazima mtu ambaye anaelewa vile Mungu aliweka. Kwa sababu ukisoma hiki kifungu kuna ambaye elewi, itakuwa njia ya kwenda kumfanyia mwanamke ubaya. Kumfanyia ubaya sasa. Kumwangalia kama takataka. Kuna watu ambao wanaangalia nao kama takataka. Takataka tu. Bwana asifiwe sana. Kwani yeye ni nani? Yeah, that's the reality. Kuna watu ambao hapa nje mwanamke kwa takataka. Wewe ndio kwenda mambo. Takataka. Na utasema kitu mbele yake. This is the right of the man. Sasa lazima uelewe ubainifu wa maandiko. Sasa ile story mimi huenda nikapata uzito fulani kuelewa. Ukiangalia katika Biblia imeandikwa, huenda kuna ukweli ndani yake. Tafadhali sasa hivi watoto wasiende kujadiliwa. Kuna ukweli ndani yake kwamba yes, iko alidanganya na kuna uwezekano alidanganya tena. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu Adam got instruction from God. Sasa wakati maandiko yanasema kwamba hatukosi kujifundisha hila za shetani. Angalia katika ile story mwanamke alishindwa kujifundisha. Kwa kitu ambacho umesema kwanza, kitu ambacho umesema hapo nitafanya. Hapo ndio kunatokea mtihani. Kukitokea hata iwe sababu ambayo ni halali ya kutofanya kila kitu, unajua kwamba ni shetani analeta sababu. Nataka nifunge kwa siku 2. Alafu baada ya siku moja kitu kanatokea pale katikati nafungua. Unajua kwamba hapo ni mtego umewekewa na ile madhumuni ya kufunga kwako haujafikia. Bwana asifiwe sana. Leo nataka nende kanisani. Alafu kinatokea tu siende kanisani. Ujue ni shetani ameshatokea na ile lengo alikuwa nalo linatimia. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. This one cuts across. Sometimes even someone can get like it goes to the extent of hata mtu anapata kama tuseme kama mshahara. Anasema mshahara wangu Jumapili tuko na 100 kanisani. Hii shilingi 3,000. Hii shilingi 3,000 naenda kutoa ili fanye kazi kanisani. Alafu ikifika Saturday anapigwa simu. Unajua hapo nyumbani kuna mtu mgonjwa. Alafu anaenda kuenda account anasema sasa acha nitoe 500 ndapeleka mbele 500. Kuna kitu ambacho kimelewa katika maisha yako na kimeshateguliwa tayari. Bwana asifiwe sana. Tunapatana kweli. Amije kinichada. Mimi nitakuwa nitafanya bidii baada sana, lakini kwa sababu hizo tunapataka tu. Bwana asifiwe sana. Lazima uangalie vizuri. Sasa ndani ya kujivunia hilo la shetani, kuna kitu katika mambo ya shetani ambayo wanatumia kufanya mzao. Na kitu hicho kinaitwa uchawi wa shetani. Shetani ni mchawi. Na uchawi unamaanisha kuchanganya mtu, kumtoa kwenye line ambayo alikuwa anatembea. Ili asiangalie bila alikuwa anatembea. Awe chini ya matumizi tofauti. Naangalia ile kitabu cha kitabu gani? Kitabu cha Isaya 8. Tafadhali, niko na muda mchache. Nataka niambie kidogo. Nitajaribu sana umakinifu wangu nitumie lugha moja. Ili twende mbio translation bila kuta kidogo. Ingawaje pia fani nzuri lakini nitajaribu sana Kiswahili tupatane. Katika kitabu cha Isaya anaongea kuanzia 11. Nataka tusome hadi pale chini 19. Ambapo nataka tusome kwa habari za mambo ya shetani ambayo anachanganya na wanadamu kwa sasa. Shetani anachanganya ulimwengu.
Na nimeona ameingia kuchanganya hadi mpaka wachungaji. We were watching another preacher and he was belittling a subject ambayo nimeiona ikifanyika real katika maisha ya mtu. Bwana pesa. Alikuwa anafanyia mzaha swala ambalo nimeliona kwa sababu kuna hiyo nini kipaza sauti kadhaa. Nataka usome Biblia. Tusome kuanzia 11 bio bio. Twende inasema The Lord spoke thus to me with a strong hand. Kwa Bwana aliniambia hivi kwa mkono hodari. And instructed me that I should not walk in the way of these people. So akanifundisha kwamba nisitembee katika njia ya watu hawa, akisema not say a conspiracy usema ni fitina concerning all that these people call a conspiracy. Kwa vitu vyote watu hawa wanaviita fitina. Bwana kwa sana. Sikiliza, hapa ndipo kwenye wenye umakinifu wanapatikana. Maana anasema kwamba Bwana alimwambia Isaya ya kwamba usienende katika mafundisho ama njia za watu hawa. Njia za watu hawa ni njia za ulimwengu, ni njia za watu ambao wanamkana Mungu. Isaya kama nabii ilimpaswa atengwe, akae pekee katika matendo, katika njia, katika kufuata mila zake ziwe tofauti, zitoke nje. Bwana pesa. So Mungu anamwambia kwanza usienende katika njia ya watu hawa. Jambo la pili anamwambia kuna mambo watu hawa wanaita fitina. Usiite fitina. Kuita fitina, kuna vitu kama ulimwengu unaita fitina. Bwana pesa. Even today, I'm worried because the preaching of righteousness and truth is also called conspiracy. Fundisho la utakatifu na utawa wa Bwana ni fitina. There are even preachers that are opposed to the teaching of holiness. They are preachers. They are making all efforts. You know, wakati ambapo Biblia inafanya kuonekana nyepesi kwa njia fulani, yaani lugha na matamshi ya Mungu ichukuliwe kinyepesi. Sikia vizuri. Lugha na matamshi ya Mungu ichukuliwe kinyepesi. Kuna kuchukulia lugha anasema mtu kinyepesi. Ndio sababu nikija hapa when I'm just smiling on Matisi, I'm just smiling. Na smile na wewe. Unajua tu sasa unajua this just smiling pastor. He's not serious. Dada hii kitu ni mbaya, alafu nacheka na wewe. Sasa inakuwa ni mizaha. Sasa unakuwa hauna umaanani ndani yake. Ndio sababu unapata wahubiri wengi ambao wanamaanisha anasema wanakuwa katika mtindo wa kuwa serious kidogo katika mambo anasema. Anakuwa serious kidogo. Si kwamba anataka ili ujumbe anaowasilisha ufike sawa sawa. Bwana pesa. Sasa nasema usiite fitina. Wakati huu kizazi hiki kinaita mafundisho utakatifu na roho wa Mungu ya kwamba ni fitina. Wakati Isaya, maandiko yanamwambia Isaya, watu hao maneno yangu wanaita fitina. Unabii wangu wanaita fitina. Bwana pesa. Mafundisho yangu wanaita fitina. Soma Biblia sana magari, soma. Inasema Don't be afraid of their threats, nor be troubled. Ama ogope vitisho vyao ama shida zao. Usiogope vitisho vyao. Kuna vitisho vya shetani. Kuna vitisho, utakufa, utafanywa hivi, utafanyika hivi, unatishwa, alafu unaingiwa na utisho wa shetani. Kuna utisho wa shetani ndugu na dada, ambao umekaa hapa na sisi. Kuna utisho wa shetani ambao umeweka njia ya ulimwengu, ambao anautumia kuwafanya watu wafuate njia zake. Shetani anatumia ule utisho kuwaweka watu mateka ili wafuate anachotaka yeye, sio anachotaka Mungu. Umegeuka miliko ya familia yetu, umefanya vile, umeenda katika, umefanyaje? Bwana pesa. Sasa people are always under pressure to implement the works of the devil. Wako chini ya shinikizo kufanya vile shetani atakavyo. Msichana umekaa hivi, utaoleka kweli? Sasa msichana anaanza kuzungusha kiuno mtaani sasa, akitafuta wanaume, hangojei. Kijana unakaa hivi, utaoa kweli? Sasa kijana kila sketa anayoitaka anaiona
anataka ajue kuna nini ndani yake, kwa sababu anatafuta yule ambaye ataoa. Hiyo ndio ilivyo. Kila sikini atakayeiona hata ipisha, anatafuta atakayemuoa. Sasa anatafuta kwa hali na mali. Bwana ndiye sana. Haleluya. Kuna vitu ambavyo tunakubali kama ukweli. Na vijana ambao kanisani, mimi nishaambiwa vitu kama hivi. Nishaambiwa vijana ambao kanisani hapa, nishaambiwa kabisa. Unaambiwa kaa tu utajuaje? Bwana ndiye sana. Wewe sio unasema na kweli utajuaje? Pako na bwana utajuaje? Kama wewe mpumbavu, unajipata ndani ya limbi la usherati. Kwa sababu shetani anafanya kazi ndani ya vitisho. Anatishia watu. Threats, vitisho. Umekaa tu. Hata wakati pia sana naambiwa usikae tu. Bwana akienda hivi, wewe enda hivi, mpatana wapi? Final. Hii mtu anafanya. Akitoka kienda west, wewe enda east. Mpatana wapi? Final. Mwenye kombe aiwe kikombe. Mshinda patikana. Haya. Bwana pesa. Sasa mwanamke anakaa kanisani hapa, liko chini ya shinikizo ya kufanya vile shetani atakavyo. Unakaa tu kama mama na wewe hizo nguo zako. Mpaka nashangaa sasa, unajua wanaume amekuwa shetani amekaa kwa wanaume. Sasa wanaume wanaongelesha wanawake, hata unyamuoleka. Anaambia na wewe mwanamke unavaa kama mama na umuoleka, anataka kuvae kama nini? Na umuoleka tayari. Dada, unaruhusu mtu ambaye si bwanako akuite ndugu yangu kama umeoa. Kwa makini sana. You might find your wife doing something that you did not institute. Another man instituted. Mwanaume mwingine kwa sababu alimwambia, na wewe unakaaje? Unajua ukika studio hapo utapendeza sana. Imeingia ndani yake tayari. Sasa kwa jumla unaenda kuangalia mwanamke anaandika kichwa, anaanza kunyana vipungo masikio ambayo wewe mwenyewe hujainunua, hujaimwambia unataka kuweka. Unashiba shida kwa hapo. Shida kila shetani. Unashangaa kidogo kidogo. Loni ya matako shua. Sasa yeye kama mmoja yenye kuna mimba. Sasa unapata kumbe shinikizo linatoka nje, sio ndani. Shetani. Let me ask you men who are married. When a woman comes up to you and begins to demand for something she has never demanded before, for the time of them together, anda kuuliza, kwanza jiulize, hii ametoa wapi? Kwanza mwangalie, dada hii umetoa wapi? Bwana pesa. Hii tumekaa pamoja 10 years, 15 years. Hii umejifundisha wapi? Aliyekuambia ni nani? Ameingia ndani ya terehani ya shetani, ameshonwa vizuri. Ameshonwa, ameingiana. Sasa ametendaruka. Wanasemaje kwamba ametendaruka? Si kutendaruka, ameshonwa na hiyo mashine ikatoa saizi yake. Sasa imeingiana na hiyo vizuri. Bwana pesa. The world already has given us trouble. Ulimwengu ushakupatia shida. Tukiongelea zingine hapa, tunaenda mbali sana. Hatutafika. Dunia tulio ndani yake ina shida nyingi. Hata sasa alisema kwamba shida ya siku ya leo yatosha. Ya leo inatosha. Yesu amesema akiwa kitabu cha Mathayo 6, anasema shida ya leo inatosha. Bwana asifiwe sana. Anasema I think it's 29 hapo. Anasema ya leo inatosha. Ya kesho acha. Amesema. Na kweli hata nikianza kujiweka kesho wenye nitakuwa kesho. Yes, I may work towards some patterns. Naweza mifumo ambayo inanipeleka katika uzuri wa kesho. Lakini kama mpata stress at kesho. Leo sijaimaliza. Bwana pesa. Someone confirm that it says Matthew 6:34. Inasema? Therefore do not worry about tomorrow. For tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. Ya kwamba shida ya leo inatosha. 6:34. Shida ya leo inatosha. Hata leo already ni shida tayari. Sasa ukitafuta shida nyingine kuongezea kwa ile ambayo uko nayo leo, si unataka kufa mapema? Mama, unajiongezea shida leo. Shida leo inatosha, usiongeze nyingine juu yake. Nataka unisikie. Na nadhania leo kwamba tutafanya kazi hapa. Kwa sababu naona kama kuna kulala sana. Sio kulala kwa kimwili, kulala kwa kiroho. Bwana pesa. Sasa Isaya anaongea ama
niseme anaongeleshwa na Mungu. Endelea katika Isaya 8. Endelea pale kwa tanzania gani? The Lord of hosts, him you shall hallow. You shall mtakasa Bwana wa majeshi. You shall hallow him. Hallowed be thy name. Jina lako litukuzwe. Hallowed be thy name. Bwana pesa. Sasa yeye ndiye utakayemtukuza au utakayemtakasa. Endelea. Let him be your fear. Wacha yeye awe hofu yako. Watu wengi hapa Mungu sio hofu yao. Kama Mungu alikuwa hofu yako, haingekuwa rahisi kuepuka tu. Unaepuka tu mambo ya Mungu tu na rahisi hivi. Kama Mungu ni hofu yako kweli. Kama Mungu ni hofu yako kweli, sikiliza vizuri. Kama Mungu ni hofu yako kweli, haungekuja kazani na kaa tu, unakaa tu twende zote. Biblia yetu jina funguliwanga aje? Hata ujui baada ya katikati na kuanga namna gani, ujui baada ya ndaka saa ngapi, wewe una wakati wako. Ati Bwana Mungu wako ndiye utakayemuogopa. Bwana Mungu wako ndiye utakayemuogopa. Unamuogopa nani? Ni muogope nani? Ni muogope Yesu. Unamuogopa nani? Bwana pesa. This is a question that is pertinent to salvation. You must be asking yourself. Unajiuliza wewe mwenyewe, unamuogopa nani? Hata kama kwa maombi hapa tunaogopana hapa, mtu anafunga macho hivi anaangalia, na yule ndani aniangalia, nikiongea kwa sauti macho moja yanafunga hivi. Anaangalia yule mwingine, amefunga macho, sasa wote nifunge pia. Hata Yesu asante, anaangalia, na yule anasikia. Yaani hata ndani ya maombi tunaogopana. Unaogopa Mungu kweli? Mungu kweli? Ndugu zangu, ni Mungu kweli? Ama ni njaa? Ama ni chakula? Ama ni ujana? Bwana pesa. Ama ni uzee? Ni Mungu kweli? Ama ni kazi? Bwana pesa. How often do you say, nisipofanya hivi nitafutwa kazi? Kwa watu ambao wameandika kazi, mara ngapi unasema hivyo? Nisipofika saa 12 nitafutwa kazi. Si kweli? Wangapi wanasema kwamba nisipofika kazini wakati fulani nitapata madhara? Wangapi wanasema hivyo katika moyo wao? Bwana pesa. Haleluya. Unajua kuna ambao unaweza kupata unaogopa hata bwanako kuliko Mungu ama bibi yako kuliko Mungu. Haleluya. Haleluya. Hata watoto unaogopa watoto kuliko Mungu. Amesema mtu amesema. Bosi amesema, lakini hakuna siku ya pastor. Pastor wanashinda ku. Pastor amejishinda ku. Pastor kitu gani? Mpaka sasa una mdomo ya kusengenya pastor. Amesema kitu, unaenda kusengenya kwa vikundi. Ingekuwa kazi. Bwana pesa. Pastor mambo yake hiyo. This is what a people that you are preaching to have become. Hivi watu na ubiri wamekuwa. Sasa tunadanganyana sana. Hatunamwogopa Mungu sana. Lakini na ndio nishayo nasikiza mama ambaye anataka kanisani ama baba, kama una watoto, nimeshaona hii. Usiongea juu ya watumishi wa Mungu juu na uko na watoto. Unaongea juu ya pastor plan. Pastor huyo pastor. Ile maneno hata kama pastor alikuwa anaongoza kule, inaingia ndani yako tayari. Ule ambao unakula kwake. When you are sitting here, you are eating of me. You are eating of these guys here. When they stand before you, unakula kwake. Anakulisha. Utoka hapo kwa nyumba na watoto umekaa, unaenda kuongea juu yake baya. Yule anakuanga hivi, watu wanachangia, wanachangia. Bas. Ushaiona. Bwana pesa. Nyumba inavunjikanga, wala watoto wako wanakuja kuwa mazeze kwa nyumba wote. Hakuna kitu. Utalia machozi. Utasema kwani nilirogwa? Ule uchawi ni yale mambo ambayo ulikuwa labda kanisani, ukitoka kanisani, huna heshima, huna adabu, huna nidhamu, unafika nyumbani watu wamekaa, wanachangia. Anasema Bwana pesa. Wanachangia. Wanafungua mdomo tena anasema inakuanga vile hivi. Mdomo imeweka juu tayari. Sasa unavunja hawa. Ile maroho zinatoka kanisani mtu akihubiri, inarudi kwao. Mtu mmoja alia sana.
yeye alikuwa na bibi yake ndio ambao ndio champions wa kusimamisha ubiri. Sikia vizuri, anasimamisha ubiri kabisa. Bibi yake. Ubiri anakuja, unajua kule ambako tulikuwa sisi. Mhubiri alikuwa anatuma kama hapa ni kanisa, mhubiri alikuwa anakuja kukaa na nyinyi. Sio pastor, mhubiri anakuja kukaa na nyinyi, evangelist. Unajua kweli? Engineer, do you know that one? Mhubiri anakuja kukaa na nyinyi kwa boma. That was what happened where we were. Sasa kuna mambo fulani ambayo unapata bibi ya pastor ni mkali. Akisikia kitu je mhubiri tu huko, wewe mhubiri akija hata zamrudisha, anamwambia wewe rudi. Kwamba wengine. Na hao ndio wanajua kila mhubiri kuchafua, huyu anakaa hivi na watoto pia wanajua. Paka watu wanajua yule mhubiri anakaa hivi, wanajua. Bwana pesa. Pale kuna mhubiri ambaye sijui alikuwa ameshughulikia katika asubuhi, kulikuwa sijui nini. Alikuja akiingia tu kwa pastor, mhubiri amekuja kwa pastor hapa. Anafanya kazi kwangu hapa. Akifika tu hivi, mimi siko. Bibi anamwambia rudi kwa nimetoka. Rudi huko. Mama Jeremiah alikuja hapa ananiambia rudi kwa nimetoka. Huyo mzazi sana. Alikuwa anafanya kazi ya sana. Anapeleka mtoto shule, anadai mtoto amesoma sija kufanya degree PhD. Kumbe mtoto alioleka na zao watoto akiongeza wengine je wengine. Ile pesa imeliwa paka ifika 1 milioni inaliwa. Bwana pesa. Anajizumba na watu tumikia Mungu. Kweli tumikia Mungu ndio pesa, tumikia Mungu lakini kule angalia ndani ya kutumikia Mungu kuna vitu viwili. Bwana pesa. Na kutumikia Mungu kama shukrani kwa baraka yake. Lakini pia kumtumikia Mungu hatuwezi tenganisha na baraka yake kwa maisha yetu. Maandiko yanasema Bwana pesa hatuongezi hatupunguzi. Maandiko yanasema watakao kutumikia Mungu watabarikiwa. Na kutumikia Mungu njia ya kwanza kumshukuru kwa sababu amenibariki. Njia ya pili na kutumikia ili yeye azidi kunibariki. Bwana pesa. Hapesi tenga. Many people now where we are living wamekata hiyo katikati. Wameweka tu unatumia Mungu kwa sababu umebarikiwa. Yes. Lakini hauwezi tenga maandiko. Yesu mwenyewe amesema at give and it shall be given unto you. Peana na utapewa. Bwana pesa. Yes. Mungu abadiliki. Amesema nijaribuni katika zaka na fungu la 10. Muone kama tafungua milango ya baraka. Amesema mwenyewe. Sasa huenda ni kama alipogumu ambapo njia zangu haziko sawa. Huenda sikia shetani kusimama njiani kwa wateule wa Mungu katika neno la Mungu. Anakufanya usifanye vile Mungu anataka, alafu anakuwa kizuizi cha baraka yako. Sio anafanya kazi. Ushaenda kungula kubelaka, unataka kumkubalika na gani? Hiyo kama promotion kanyaga. Na inakanyagwa kweli. Na utafanya kitu. Inakanyagwa. Utaombewa, uombewe, imekanyagwa. Bwana pesa. Sio mwenye kazi. Ushafunga kumleka hapana. Haya, hapo. Abaki hapo. Hakuna kwenye anaenda. Mpaka wakati ataenda get it right with the word of God. Get it right. Apate sawa. Nimeshangaa sana na watu wa Mungu kwa siku za leo. Kuna wale ambao wanasema kwamba hapana sio fungu la 10, but wanawaambia washirika wao ya kwamba kama umekuwa kweli ungepata 10%, unapata zaidi ya hapo. Sasa nashinda si ni tamaa hii. Si ni tamaa hii. Nimekwambia kwamba fungu la 10 ubaki kupatiana, unaweza kuambia kwamba unafaa kama umekuwa kupatiana zaidi ya hapo. Si ni tamaa hiyo sasa. Tumetoka ndani ya neno la Mungu ambapo Mungu amenena baraka juu yake. Mungu amenena baraka juu yake. Wewe pesa. Na haiwezi tolewa. Maana kama kwamba the gifts of God never withdrawn. Zile karama za Mungu hapana nini? Hazirudishwi. Hazitanguliwi. Mungu akishasema limetoka halirudi. Ukiona limerudi kamera likafanya tena ukarabati, unajua kwamba halikuwa limetoka lote. Alifanyia liwe sawa. Mungu ameshasema tayari. Sasa Isaiah anaongelesha hapo. Anasema Bwana mwenyewe atakayekuwa utakayemtakasa na wewe hofu yenu na awe yeye utisho wenu. 14. So you will be as a sanctuary. Yeye atakuwa patakatifu pako. Yeye Bwana atakuwa patakatifu pako. Bwana wa majeshi Yesu Kristo.
Nikisema Bwana anasema kwamba sio Yesu Kristo, ndiye ndio huyo. Ndiyo huyo. Bwana pesa. Ndiyo huyo. Mtaje utajua atakuja na jeshi lake lote. Mtaje hata sasa hivi. Mtaje anaposema Yesu Kristo atakuja na jeshi lake lote. Bwana pesa. Bwana majeshi ndiye atakayekuwa patakatifu hapo. Tena tu nani? But a stone of stumbling and a rock of offense to both the houses of Israel, as a trap and a snare to the inhabitants of Jerusalem. Kwa sababu gani? Walimkataa. Sasa yeye atakuwa ni kama mtego wa kunasa hao. Walimkataa na hakuna njia nyingine. Bwana pesa. Hakuna njia nyingine. Kuna mafundisho uongo hapa ya kwamba kuna Israeli alafu kuna Wakristo. Hakuna. Kumbe ni moja. Ndani ya Yesu ndio Israeli ya kweli mbele ya Mungu. Israeli ni wale ambao wanaabudu Mungu wa kweli. Bwana pesa. That's a subject we can talk about some other time. But that's what the scripture says. So nasema 16 says, 15 I mean. And many among them shall stumble. They shall fall and be broken. Be snared and taken. Bind up the testimony. Ufunge huo ushuhuda. Seal the law among my disciples. Ukatie muhuri sheria kati ya wanafunzi wangu. And I will wait on the Lord, na nitamngojea Bwana, who hides his face from the house of Jacob. Aufichaye uso wake kutoka katika nyumba ya Yakobo. And I will hope in him. Na nitamtumainia yeye. Here am I and the children whom the Lord has given me. Angalia mimi na watoto hawa niliopewa na Bwana. We are for signs and wonders in Israel. Sisi ni maishana ajabu katika Israeli. From the Lord of hosts who dwells in Mount Zion. Bwana bisana. Nataka hapo kwanza. Sikia vizuri. Watoto, huyu ni Isaya nabii. Anasema kwamba yeye na watoto wake ni ishara na maajabu katika Israeli. Na leo nasema kweli. Mtumishi yeyote, sikiza hapa Mungu akatumia biological children. But in reference to this, what we are learning here, I am teaching you the word of God. We as a group, we are a sign for the world. That's why we are never going to see the things God has said we should put public. We are a sign. Kuna wakati ambao mambo haya yanadhihirisha kwamba ilikuwa kweli. Kwa sasa wewe ni ishara. Kwa mambo Mungu anataka ukae ndani yake, wewe ni ishara. Hata kama utapigwa, hata kama utasema mwangalie mpumbavu huyu asije Biblia, asije katika theolojia, haya mambo ni kufanya ishara katika kinadhihirisha watu tumekataa Mungu, kinafumbua kila mafundisho ya kutaka kuheshimu ili kuwapandisha kwa Mungu. Wewe ni ishara. Mama, ni jambo gani katika maisha yako ambalo ni ishara katika hiki ya kutoka? Ni jambo gani? What is it? Kama unatembea vile unatembea, wewe usati kama wale. Wewe ukumbatia vitu vya Mungu kama wale. Wewe bado unaenda na mishono na vitu vya ulimwengu. Wewe bado unashika kupanga midomo na kutembea katika milongo ya aibu ya usharati. Wewe ni ishara gani? Kama ishara ya usharati? Bwana amesema. Wewe ni ishara gani? Kama jina unalo wewe ni jina la usharati na makufuru mbele za Bwana. Wewe unaangalia kupaka makucha. Hata umeokoka wapi? Na mafeki hapa kichwa wapi? Aisema ni kama tazameni mimi na mtoto wangu. Sijui kama kuna mtu kujivunia hapa. Bwana pesa. Aisema kwamba nitazameni na mtoto wangu. They can only be like father like the children. Bwana pesa. Yeah. Haya mambo ambayo nafundisha. Niendelee kusimama ndani yake Mama Tisi. Nibaki peke yangu. Nihubiri kwa yangu peke yangu. Yeye anigeuke arudi kule kwenye alitoka, nitahubiri hiyo. Bwana amekuja ulimwenguni kutoa chini ya uchafu uliotega ulimwengu, ndani ya kila udhaifu, ndani ya kila aibu, ndani ya kila laana, ili autege ulimwengu ukombolewe. Ndio Bwana amekuja ulimwenguni. Hajakuja ongezeke au Bwana kata bwana wengine. Hapana, ndio Bwana pekee. Ndio hata akiongea mimi sio Bwana tena kwake. Anamsikia sio mimi tena. Hata akiongea mimi nyamaza. Bwana pekee. Huyu Bwana ambaye akiongea, pastor yako baada anaweza ongea akasema hapana, yeye imani changi hivi, huyo sio Yesu.
a weakling Jesus. Huyo sio Yesu. Yesu ni Yesu ambaye hana mamlaka juu ya maisha yako. Yesu ambaye has dictate what you put on. Yesu ambaye dictate how you talk to people. Yesu ambaye dictate kwenye nafao wengine. Huyo sio Bwana juu ya maisha yako. Kama Bwana wako kimwili huyu, mimi Bwana wako. Ninasema kwamba kundi fulani haufai mpaka katikati yake. Ninasema kwamba mahali fulani hufai kwenda. Yesu kama hii kataza kwamba kwenye baa, sasa imetosha toka huko. Huyo sio Yesu. Bwana pesa. Tusidanganyane wapendwa. Tusidanganyane. Ambaye mtangana kwamba wachana usharati, ama kama watu usharati kweli, wachana mabada usharati. Huyo sio Yesu. Ndio mama wazana nyingine katika mtu ya Ibrahimu. Wazee. Wamama wazee. Miili yao nyama zote kuzana tayari. Unajua kuna umri kuta kifika, nyama zinavutana. Bwana kwa sana. Ukijaribu hata onekana tingisha haikijifiki, inavutana. Aibu mabarabarani. Wakati unaangalia tena watu sasa aibu. Mama amejifekea, mwili unajiendea lakini bado amekazana vitai. Aibu. Na naogelea ufalme wa mbinguni ni wewe. Ufalme wa mbinguni. Wanaenda mpaka wanabahuri. Wanawake choma na wao. Na vimoni vya aibu. Hata wanakaa fake. Usowaji wenyewe unakaa brown kuna mwenyewe mwusi. Fake. Bila hypocrites. Hawa wanafiki. Wanafiki. Hapo ndio anafanya riko bokeke chakaka. Lakini ukimwangalia kwa ndani mpaka chini fake. Fake worshipers. Fake worship. Ili tukweli ya Mungu. What can God look at in you and say, these are my children, a sign for the time that are in? What is it? Mwalimu. Huyo pastor unajua ni mkumbafu anaenda theolojia. Very good. Sijaenda theolojia na siendi. Bwana pesa. Siendi. We have attended some classes in Kisumu here. People come to teach you. They are contrary. Mwalimu, those classes that you are attending, these books you got here. Nimeenda pale, I'm like in fight of what they are saying. Because when I go there nakaa pale, kutoka pale, usiku silali. Mungu analeta maono kinyume na wale watu. The last time niliambia huyu, niliambia mkangu nikana yeye. Wazungu, they were able to come here. I blocked kisema hapana, ukumbavu. Wakuja hapa, I approve what they are bringing here. Viloni vya aibu. Ati Apostle Evelyn. Did you see any apostle in the Bible ambaye mwanamke? Hamuna. Na viloni vya aibu hapa. Sasa the last time nimeenda, when we took this certificate here, nimerudi hapa usiku na nani. Naonyesha hao ni washerati. In fact, one of them is telling me the king kwamba sasa wewe twende America. Nikasema kumbe natembea na washerati na sijui. Natembea na watu ambao wameasi na Mungu. This is the reality of the matter. So Isaiah looked at his children, the one he gave birth to. Wale ambao walikuwa kama yeye. You are not my child, you are not like me. You are not. As I teach, I take a role of a father. Man, if you cannot walk as I walk, as long as I'm following Jesus, you are not my child. You can say, we have a good pastor. You are not my child. You are not. I'm not the father. Yes, in the Bible here, there is fatherhood in faith. Now, we don't insist because sometimes it creates convulsion, it creates problems. People now begin to worship. The fatherhood in Christ is not about you now, bow before me. It's about aligning your mind to the things I teach. Before heaven, I brought you to Christ. Yesu anasema kwamba mwanangu Timotheo. Wewe ni Paulo anasema mwanangu Tito. Niliyemzaa ndani ya imani. Kuna kuzaliwa ndani ya imani. Sasa Isaiah angalia, anasema watoto wangu na mimi ni ishara katika kazi hiki. I don't think I have time for the remaining part. The remaining part was very important. I want to talk about the issue of witchcraft and how the devil is using witchcraft to manipulate people. How people are manipulated even their kings katika ndoto zao. Hawajui kama kushinya uchawi. Anytime we talk about this, unasema ulijuaje? We'll talk about it in the Bible. Tongea juu yake. Bwana pesa sana. Because ili wewe umetengwa na shetani, lazima utoke chini ya uchawi wake. Shetani anafanya kazi kwa kuwaroga wanadamu, kuwakoroga ili watoke katika njia ya Mungu. Ili neno la Mungu kwa hiyo vitina. Watu wengi neno la Mungu ni vitina kwao. Yes. Enda hata ongea na watu ambao wanajifanya wamesoma na kwambia, wewe pia unaamini mambo ya Mungu hii? Unaamini? Unaamini ati Mungu? I even had a friend who was a gospel minister. Alikuwa ni mtu ambaye anaimba katika kanisa kubwa sana.
Tulikuwa tunasoma na yeye university, ananiambia, "Pastor, sasa ni holiday, twende tujivinjari." Ananikopesha pesa. Anataka nimsaidie pesa. Nikamwambia ndugu, sasa I was curious, nataka tunaenda kuvinjari kule Mangina bwana. Kakombe kidogo. Nikamwambia, "Si unakuwa umeokoka?" Akaniambia, "Wewe pastor, wewe pia umejika kuamini kwamba Biblia ikisema kama usije pombe." Hiyo ndio tuliweka urafiki ulishianga hapo. Ulishia hapo. Enda ongea nao. Makazini niko nao huko marafiki. Nani believers who parade themselves believers? Nani believers? Nyumba zao kingine na nyumba zao? Kuna hapo champagne ndio hapo kwenye makabati. Kuna kunywa kisiri. Nani believers? Wewe ni ishara ya nini? Unaona nini katika maisha yako? What can God refer when he's talking about you? Ni kipi Mungu anasema? Hiki ndicho kitachua mwanangu huyu. Ni kipi? Bwana Yesu asifiwe. Ni kipi? Ni kipi? Hapa uko chini ya uchawi wa Ibilisi. Haleluya. Mchawi anaitwa Shetani. Mchawi mkubwa. Taongea juu yake I think we should get time for that because I think my time is almost to come to an end. Bwana asifiwe sana. Mchawi anaitwa Ibilisi. Ambaye ameongoza ulimwengu. Ametia chini ya mashaka. Let me check how many minutes here. Ametia ulimwengu chini ya mashaka. Watu wamechanganyikiwa. Unapatana bwana wa mtu, unadhania bwana wa mtu kuwa amechanganywa hata hajui kama bwana wa mtu. Hajui. Bwana asifiwe sana. Amechanganya akachanganyikiwa vizuri. Hajui kama bwana wa mtu. Haleluya. Wewe lazima uangalie vizuri asubuhi ya leo. Unapotafuta moyo wako useme Bwana, kila uchawi ulio ndani yangu utoke. Kila kuchanganya, every manipulation, the scripture says, Jacob will never fight to learn the tactics, the demons of the enemy. Si katika Hibrania 2:3 inasema tutatakaje kupona. Tulipojali wokovu kuna unaidi. Tutapataje kupona? Bwana anasema sana. Chakula hakina kuponya. Masomo haitakuponya. Bwana ama ndoa haitakuponya. Watoto ukipata hawatakuponya. Wewe una watoto tunakuongea unazaa lakini hawatakuponya. Wewe una gari ukaenda kama unapata gari lakini haitakuponya. Wewe unaenda ng'ambo ukaenda kama Bwana nataka tupate kwa ng'ambo. Ukaenda ng'ambo lakini haitakuponya. Wewe unakuja kusema na wewe leo Bwana Yesu ndiye kuponya. Ameleta Mungu amweka tukandi ya maisha yake. Amweka at the center of the life. Katika maisha yake. Asema Bwana kama situmfuata wewe utapata nani? Ninapokufuata wewe upate nani? Bwana pesa. Nifuate nani? Hata kama ndio katika Bwana na kama niko ndani yako Bwana, nifuate nini ambacho kiko nje yako? Hata kama ni kazi imekatika Bwana na wewe bado uko na mimi, nifuate nini kingine? Nifuate nini? Na hata kama niko na ndoa hii na siko ndani yako, nitakuwa na faida duniani. Huna faida duniani kama huko ndani ya Yesu. Nisikia vizuri? Waweza kuwa kwa watu wengi wanataka ni faida sana, alisaidia maskini sana, yatima alikula kwake sana. Lakini kama huna Yesu ndani yako, kama maisha yako bado hujaweka chini na unaweka neno picho, wewe ni mtu mwenye mashaka. Paulo anasema kwamba mimi mtu mwenye mashaka atakayekuwa nani? Mtu mwenye mashaka anayetembea chini ya uchawi wa Ibilisi, anayetembea chini ya kuvuta chini ya ndani, anayetembea chini ya utumwa wa uchawi na ukaya, anayetembea chini ya uchawi wa usherati na ulevi na vitu vya utumwa na elimu, anayetembea chini ya chuki, anayetembea chini ya ukahaba. Mtu mwenye mashaka nani atakayemsaidia? Mtu mwenye mashaka hata kama nikiingia kwa dini na mimi bado maisha yangu hayajakia chini ya mamlaka ya Yesu. Unajua kuna kutoa chini ya mamlaka ya Yesu na kutembea haya nimeokoka, lakini maisha yangu kuna kila dalili za kuonyesha kwamba hauko chini ya mamlaka. Mungu aliye chini ya mamlaka ananyenyekea. Mamlaka ya Yesu binafanya watu wanyenyekea sawa sawa. Hata ukisema unanyenyekea, lakini neno la Mungu hana mamlaka juu yako. Haliwezi kuelekeza. Watu walikwambia upendo wa Mungu. Ni neno la Mungu ambalo litakufanya ufunge kinywa wakati ungeongea vibaya. Neno la Mungu litakufanya usipigane wakati ulipata kama kupigana. Neno la Mungu linakufanya usiingie ndani ya mambo ya chuki wakati ulipata kila sababu. It was illegal for you to go and do every hatred and practice every vengeful activity. Lakini neno la Mungu maana unyetevu ni nini? Ni wakati wa government na neno la Mungu linakuwa mpaka maishani wetu. Anasema Bwana tulikuwa na ABCD lakini siwezi kufanya kwa sababu ya neno lako. Unyetevu kutoka juu ambayo na shape maisha ya mtu. Unaweka sawa. Hajali kama ni bwana yake ambaye hafanyi, hajali kama ni mke wake ambaye hafanyi. Hajali.
Kuna wengi wamezingizia wengine. Wewe nilienda kufanya usharati kwa sababu anaanza kufanya usharati. Wewe muongo ulikuwa usharati tu. It exposed your heart. The motive of your heart. Nilikuwa sahihi lakini kwa sababu niliingia pale nikaiba. Mwizi wewe unadanganya. Ulikuwa mwizi. Mungu anakuleta kwenye environment ya wizi ili wewe udhihirishwe. Hapana danganya kwamba huku unaiba. Hapana. Bwana pesa. Hii ndio ndio unaishi. Unafiki. Na kila mmoja ana sababu ya kila anachotenda. Wewe ningepata mtu ambaye sababu kila anachotenda ni kwa sababu anaona kwamba yeye ni muovu na anahitaji Mungu amfunike kwa upako na neno lake takatifu. Yaani kama ningepata mtu ambaye anashinda roho ya Adamu, ambaye anaangalia akasema, Mungu ni ewe nipatia. Wacha nikwambie siku ya leo, Mungu ambaye anakaa chini, akasema dini na tabu, ambaye anakuwa kwa ndani yake. Nimesema alitabu na moyo wangu ambao umenifanya nimefarakana na Mungu, ambaye anatenga na Bwana wangu, ambaye angenisaidia hata ndani ya moto mingi. Anasema sitatomeka, anasema si kwa sababu ya wale, lakini kwa sababu yangu ambaye nilikataa kujikana lake. Yeye ananiambia, anasema Bwana Yesu, ni kwa sababu yangu nimepata dhambi, ni kwa sababu yangu mwenyewe nilikuwa msaliti. Bwana nisaidie. Nisaidie Bwana siku ya leo. Mtu kama huyu anajirudia mwenyewe. Haangalii nje. Haangalii. Unajua nidhulumua sana. Nidhulumua. Mpaka hapa Bwana Mangala anasema, kweli ulichofanya hata kama nilikuwa mimi ningefanya. Anakudanganya huyo shetani, anakudanganya. Mpaka unaambiwa ulifanya hivyo hata mimi ningefanya kitu. Unadanganya.